Mtumishi, mimi niko na swali hapa, swali ambalo linanitatiza sana, hata kwa mpenzi mtazamaji wangu nafikiri anaweza likawa linamtatiza pia. Mungu wakati anaumba hii mbingu na ardhi kwa siku 5 alifanya akiwa mwenyewe, lakini siku ya 6 katika uumbaji wa mwanadamu, kwa nini alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu? Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Je, hapa hii siku ya 6 alikuwa anawaambia wakina nani ili wamfanye mtu kwa mfano wao, au alikuwa anawashirikisha wakina nani ili waweze kumuumba mwanadamu? Umesema kwenye kitabu cha Mwanzo pale 20 Mwanzo 1:26 kwamba Biblia inaposema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na ukasisitiza kusema kwamba hapo mwanzo Mungu alivifanya vyote kwa siku 5 akiwa peke yake, hakushirikisha chochote, hakushirikisha kabineti yake ya mbinguni ambayo tunajua ipo au haipo. Lakini wakati amefanya lile jambo, baadaye anakuja kushirikisha kabineti yake yote ya mbinguni katika uumbaji wa mtu au wa kitu alichokuwa amekitazamia. Lakini mimi naweza nikakujibu kwa sehemu kwamba Mungu ana utatu mtakatifu. Naweza kuanzia hapo. Kwa wanatheolojia wanajua kwamba Mungu ana utatu mtakatifu, na utatu mtakatifu unajulikana kama Roho Mtakatifu, anajulikana kama Roho wake, kwa sababu pale hakuwa Roho Mtakatifu, anajulikana kama Roho wake ambaye alimtuma pale kwenye kwenda kutizama maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa alipotulia kwenye uso wa vilindi vya maji, Roho wa Mungu alikuwepo, na yeye ndo alipokuwa kwenye maji, Mungu anaweza akasemesha chochote. Alipokuwa kwenye nchi, Mungu anasemesha chochote. Na mwana alikuwepo, ambaye mwana tunamuita ni nani? Ni Yesu Kristo. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Methali utagundua ni Methali 8 pale anasema yeye alikuwa kabla ya uumbaji. Mungu alipofanya misingi ya nchi, yeye alikuwapo. Yeye alikuwapo kabla ya kufanywa misingi ya nchi. Kwenye kikao cha majadiliano alikuwepo. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali 8, kwa unaweza kuona upana kwamba kabla ya hivi vyote kutokea, Yesu Kristo alikuwepo katika roho. Alikuwa ni mwana pekee pendwa wa Baba. Ndio maana wanatheolojia wanaonyesha kwamba hili kulikuwa kuna nafsi 3 katika mmoja. Hii inathibitishwa kwenye kitabu cha Yohana. Nisome kwenye kitabu cha Yohana 1:1, nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wakati Mungu anafanya kulikuwa kuna neno, na neno ni nani sasa? Ni Mungu. Neno ni Kristo. Neno ndio Kristo aliyoleta kanisa. Yes. Na huyo mwanzo alikuwa ni nani? Huyo mwanzo alikuwa ni Mungu. Yes. Kwa hiyo Roho wa Mungu walishirikiana na ni Roho wa Mungu. Wakati hilo swali linakuja, swali lako umeuliza, wakati hilo swali linakuja, je, alikuwa na nani baada ya kufanya vitu vyote? Na hapa alipomuumba mwanadamu, kwa nini aliuliza swali, anasema kwa nini akasema na tumfanye mtu? Alikuwa anaongea na nani? Kwa alikuwa anaongea na mwana, alikuwa anaongea na Roho, yeye akiwa ni mwanzo wa vyote. Kwa anawashirikisha hili jambo kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu na kwa sura yetu. Sisi nimekujibu kwa sehemu. Umelipata kwa sehemu? Nimelipata. Mpenzi mtazamaji, kama wewe umelipata hili kwa sehemu, ama kama una chochote unachoweza kutujazia katika swali hili la kwa nini Mungu
baada ya kuumba vitu vyote, alipofika katika hatua ya kumuumba mwanadamu, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Je, aliwashirikisha watu gani, ama alishirikisha nini na nini katika uumbaji wa Mungu? Amen. Chukua namba yako na namba yetu hapo, utatutumia comment ama utatupigia, tutapata majibu yako. Lakini pia cha msingi kabisa ni wewe kudondosha comment katika comment section ili tuweze kuendelea, na kama unataka upate majibu sahihi kwa mtumishi wa Mungu, namba inapita hapo, unaweza kuchukua. Lakini nikiendelea na moja ya swali, kwa nini Mungu alipofika kwenye zamu ya sita, ni siku ya uumbaji ya sita, aliitisha akasema na tufanye mtu? Tunaweza tukasema ni Mungu alikuwa anaileta kabineti yake ya mbinguni na viumbe, kwa sababu hapo kuna vitu vingi sana vilivyofanya kuisukuma nchi, kusukuma, yani kutengeneza kila kitu katika hali yake. Hapa sio mwana tu peke yake alikuwa anafanya na roho, lakini ilikuwa kuna viumbe alivyoviandaa kama jeshi la malaika. Kwa hiyo tukisoma katika Biblia tunagundua kwamba kuna majeshi ya malaika ambayo yalikuwa yakishirikiana na Baba. Kwa hiyo Baba akitoa maagizo, Mungu huwa majeshi ya malaika wanafanya kile Baba alichoagiza. Hebu nimepata hapo kidogo. Hapo nimepata swali kidogo. Kwa maana tunaambiwa kuwa kabla ya kuumbwa vitu vyote malaika walikuwako. Malaika walifanya, ndio. So kabla kuumbwa vitu vyote ndio malaika walikuwa mbinguni, walikuwepo. Na ndio maana tunaambiwa kuna majeshi ya malaika na kadhalika. Ukisoma kwenye vitabu vingine labda vya Kiislamu utagundua kwamba malaika walipoasi, hata Biblia malaika walipoasi ndio walishushwa. Kwa hiyo malaika walikuwepo. Lakini ukifuatilia kwenye historia za dini zingine, kama hivyo nilivyokuambia, dini zingine kama Uislamu, utagundua kwamba siku ya wale malaika walipoasi walishushwa chini, lakini walipoasi hiyo takata. Okay. Niseme hivi, katika kitabu labda kwa vitabu vingine kama kitabu cha Kiislamu unaweza kugundua kwamba Mungu alipokuwa anataka kumwandaa mtu wake katika kumiliki dunia, walikuwepo wanasema majini yalikuwa yapo. Kwa Mungu alipomuumba mwanadamu akamwambia sasa msujudieni huyo, majini yakagoma. Akasema sasa hatuwezi kumsujudia mtu ambaye sisi tumeleta kila kitu ili tumfanye awe, tumuumbe, tumtengenezee, alafu sasa sisi tumwabudu huyo, haiwezekani. Ndio vita vikaanzia pale. Sasa hata sisi tunaambia mbinguni kulikuwa kuna vita, na ile vita ilitokea mbinguni kabla maporomoko, uharibifu uje duniani. Sasa ambao uharibifu unaonekana hapa, malaika aliposhuka kulikuwa kuna uharibifu, kulikuwa kuna giza, kulikuwa kuna utupu. Ndio hivyo vitu vyote vinavyoonekana, kuna vita ilikuwa mahali, na hiyo vita ilikuwa mahali ni baada ya malaika kuhasi. Kwa hiyo malaika alipohasi, walipotupwa duniani wakavunja vitu. Unanipata kidogo? Walipovunja vitu, ndio maana roho anapokuja kutulia juu ya uso wa vilindi vya maji pana uharibifu. Lakini huko ndo alipo shetani. Ndio maana ukisoma vizuri utakuja kugundua hata wakati Adam anakuwa katika bustani ya Eden, shetani yupo. Okay. Kwa sababu alishatupwa, yuko. Ndio maana Yesu akasema ole wenu nyinyi mlioko duniani, kwa sababu mshtaki wenu ametupwa huko chini. Yupo. Sasa akawa anasema hivyo, usije ukasema ni sasa. Lilikuwepo kabla ya kutengenezwa. Alikuwepo. Kwa hiyo anafanywa maandalizi ya nchi, anafanywa maandalizi ya kuweka, wanaangalia tu, anaona. Amen. Mtumishi, amini, binadamu huwa tunajiulizaga maswali mengi, lakini wengi wetu hatujui wapi pa kuyaulizia. Ndiyo. Kuna swali katika sura ya 3 mstari wa 8. Ndiyo. Sura ya 3, bado tupo katika kitabu cha Mwanzo. Ndiyo. Sura ya 3 mstari wa 8, baada ya kumuumba Adam na Hawa. Ndiyo. Baada ya Mungu kumuumba Adam na Eva. Yes. Amini, Eva alitolewa kwenye ubavu wa Adam, si ndio? Yes. Na akamfanyia msaidizi, sio mtumishi, msaidizi wa kufanana naye, na ndipo amini Adamu alipoletewa yule msichana
alikiri akasema, huyu ndiye nyama katika nyama yangu na mfupa kati ya mifupa yangu, kwa maana huyu nitamwita mwanamke. Alikiri kwa kuwa yeye amefanana naye, si ndio? Lakini swali sasa ni pale baada ya kula tunda la katikati. Watu wengi wanajiuliza hapo, tunda la mti wa katikati. Hapo ndo watu wanapojiuliza, hili tunda je, ni tunda la aina gani? Unajua kizazi cha sasa hivi kinaleta sintofahamu nyingi. Wengine wanatafsiri wanavyojua wao, kusema kwamba si labda tunda lilikuwa hiki na kile, wanasema tunda la katikati. Unatuambiaje kwenye swali hilo? Asante sana kwa swali lako zuri ndugu mtangazaji. Ila mimi naweza nikajibu kwa sehemu ndogo kwamba Biblia ni kitabu pekee ambacho kimekuwa na mafumbo, na ni mafumbo makali na magumu sana. Usipoyaelewa unaweza ukatafsiri tofauti. Lakini tugundue kwamba yule roho, kirudi nyuma kwanza, mimi naweza nikatengeneza vizuri kwanza kwamba hapa mwanzo, wakati Adamu kabla Mungu anapomfanya mwanadamu, kuna kipande kiko pale. Mungu wakati anamfanya mwanadamu, tukisoma mwanzo hapo 2, nadhani mwishoni pale utagundua Mungu akamfanya mwanamke na mwanamume. Swali langu, mbona anakuja kuumbwa tena mwanamke mwanamke tena anakuja kutoka ubavuni, wakati kule anasema nifanya mwanamume na mwanamke? Huku kwa nini mwanaume anakuja kutengeneza mwenyewe, mwanamke hayupo? Ndugu mtakazaji, nadhani wasikilizaji watanijibu. Kama hawana majibu, watazamaji, hebu jibuni hili swali la mtumishi. Kwa nini mtumishi anasema kwa nini ameni mwanzo aliumbwa mwanamke na mwanaume, alafu hapo baada ya kuumbwa mwanamume akatolewa tena mwanamke kwenye ubavu? Huyu mwanaume nani? Hawa walioumbwa wa kwanza walienda wapi? Na huyu aliumbwa peke yake na akampata mke humo ndani, ilitokea nini? Sasa basi tuende kwenye jibu lako. Swali ni kwa nini tunda la mti wa katikati ni aina gani ya tunda? Aina gani ya tunda? Ni hilo epo wanalolisema au ni nini wanachokisema? Basi mimi naweza nikajibu kwamba moja ya maswali magumu ni hayo. Wengine wanasema alizini naye, kwa hiyo alikula tunda la mti wa katikati. Yaani katikati wanamaanisha alilala na mwanamke. Lakini kibibilia hakulala na mwanamke. Mungu aliweka sharti. Najua kwenye kila zamu ya Biblia kulikuwa kuna sheria, na moja ya sheria Mungu ni huwa anatoa anatoa amri. Sasa ilikuwa ni amri moja tu alipewa Adam alipoingia katika bustani ya Edeni. Adam, utaingia kuilima hii bustani, lakini ukishailima hii bustani utakula matunda yake. Na baada ya roho wa Mungu kuingia ndani ya Adamu, akataja wanyama wote na majina na kila kitu. Kwa hiyo anajua bustani, anajua wanyama, anajua matunda, anajua kila tunda lenye madhara analifahamu. Yeye ndo mwanzilishi wa majina yote. Lakini mwanzilishi wa majina ni Mungu, ila hajayataja. Ila mfumo wa kimbingu unataka hivi uzungumze. Wewe ndugu mtangazaji, unapozungumza ndipo uthibitishwe ndio hilo ndo tunataka. Ndio maana Yesu aliwaponya wengi sana. Aliwaponya 10, si ndio? Alipowaponya 10, maandiko yanasema hivi, mmoja akaja akatoa shukrani, akasema huyu ndio mwenye imani. Wale 9 wameondoka, hawajarudi. Kwa hiyo Mungu akasema huyu ndio mwenye imani. Ile wale wote walikuwa na imani, ndio maana wakapona. Ila kwa kuwa hawajarudi kutoa shukrani, imani yao ikawa ndogo. Hawana imani. Kwa hiyo sasa huyu Adam baada ya kupewa bustani alikuwa anaijua kila kitu. Alikuwa anajua kila kitu ndani ya bustani. Alikuwa anajua tunda baya na jema. Sasa hapa tunakuja kwenye jibu lako mtumishi wa Mungu kwamba Adam alijua kila kitu katika bustani na madhara ya matunda, lakini Mungu alimwambia hivi, kuna mti wa uzima na mti wa mema na mabaya, usile, hakika ukila utakufa. Kwa hiyo mke wake katika kwenda kwenye bustani akachukua ile mti wa mema na mabaya. Adamu alikuwa anajua jambo moja tu, alikuwa anajua mema. Mabaya alikuwa hajui. Kwa hiyo Adamu amejawa na mema. Na hawa watu ambao wanasema alizini naye
si kweli alizini naye na anavyoweka mapicha kwamba alikuwa uchi sio na nini wajifunga hivi. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu yule aliambiwa ni mke wake na Mungu ameshampa idhini kwamba ni mke wako. Kwa hiyo anajua matumizi ya mke chochote, anajua matumizi ya mke, ndio maana akulala na wanyama. Mtumishi, hapa kuna swali la kufunga. Nafikiri nataka nifunge na swali hili hapa. Swali letu lipo katika mstari wa 8, sura ya 3 mstari wa 8, kitabu cha Mwanzo. Baada ya Adam kula tunda hilo la mti wa mema na mabaya, wakajikuta wa uchi yeye na mkewe, kisha wakajificha kwa kumwogopa Mungu kwa sababu walishamkosea. Mstari wa 8 unasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini. Swali langu sasa, kama Mungu alisema mwanzo katika Biblia, anasema kwamba nalikujua tangu ungali tumboni, na wakati unazaliwa nalikutakasa. Ina maana unataka kuniambia hajamuona Adamu pale alipojificha mpaka akaanza kumwita Adamu, uko wapi? Okay. Asante sana kwa swali nzuri ndugu mtangazaji. Kwa jibu hilo naweza nikalijibu kwa namna hii kwamba kwani Mungu akuona Adamu alipo? Kuna kipengele tumekiruka pale nyuma katika Biblia ambacho tungeona namna ya uumbaji wa Adamu. Maana Adamu baada ya kuumbwa kupuliziwa pumzi ya uhai, kilichopuliziwa ndani ya Adamu alikuwa ni Roho wa Mungu aliyokuwa ametua ndani juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa kama Roho wa Mungu alikuwa ametua juu ya uso wa vilindi vya maji, uwe na uhakika na jambo hili kwamba yule Roho alikuwa anashuhudia milima na kila kitu kinachosukumwa, jua na kila kitu, mvua, mawingu yakawekwa sehemu yake, kila kitu kilichowekwa sehemu yake. Yule Roho ndio aliyopulizwa ndani ya Adamu. Na alipopulizwa ndani ya Adamu, yule Roho ndio aliyosema majina ya wanyama wote akiwa ndani. Okay? Kwa hiyo Adam, kwa nini Mungu hakumuona? Sababu yule Roho ni mwaminifu na yule Roho apendi kupishana na Mungu. Na Mungu alitoa sharti kwamba Adamu, usile matunda ya mti wa mema na mabaya. Kwa alipokula tunda la mti wa mema na mabaya, Roho aliyokuwa amepuliziwa, aliyokuwa ndani ya Adamu, akaondoka, akabaki Adamu mwenyewe. Ndio maana alipokula tu akajigundua kwamba akajikuta yuko uchi. Kwa hiyo Roho ambaye alikuwa ameondoka kipindi cha Adamu, ambayo Mungu alikuwa amempulizia ndani ya Adamu, ndio huyo Roho ambao Kristo leo tunamuita Roho Mtakatifu baada ya Yesu Kristo kuondoka. Okay? Roho Mtakatifu aliyobaki. Sasa kwa nini hakuonekana? Kwa sababu Roho hayupo, na Mungu anawasiliana na mtu wake kutumia Roho wake, na Roho wake ndio amemweka ndani. Roho hayupo, kwa hiyo huonekani. Kwa hiyo kabaki Adamu mwenyewe na dhambi aliyokuwa nayo. Sasa Mungu hamuoni mtu kwenye dhambi, Mungu anamuona mtu katika Roho wake. Ana dhambi huyu, haonekani. Ulimwengu wa roho kumtazama hayupo. Hewa. Kwa hiyo tabiri amwambie uko wapi? Au umekula ile tunda ambalo, kwa sababu kuna makutano ya watakatifu, kuna makutano ya roho, kuna makutano hao walikuwa nakutana. Kwenye ule mkusanyiko, kwenye ile mkutano hayupo Adamu. Kwa hiyo swali la naweza nikakujibu kwamba kuna majibu mawili. La kwanza, hayupo kwenye kitengo ambacho Mungu huaga anakutana naye. Kwenye nyumba yake huwa anakutana naye. Amehama. Ni kwa sababu roho kimwili kabisa kahama. Hayupo. Cha pili, kwa sababu amekosea, ameshahamishwa kwenye mfumo. Tayari yuko pengine, yani roho ameshaondoka. Kwa kama roho ameondoka, huyu mtu yuko peke yake. Yani kwa mfano sasa hapo tunachukulia kwamba wewe umemuasi baba. Kwa hiyo umekimbia nyumbani. Mtoto aliyekosea nyumbani umkuti, lazima baba aulize, "Fani mbona hayupo?" Mbona simuoni? Anakuambia sijui. Kwa sababu mtoto anajua nimekosea na leo tuna kipigo. Kwa hiyo amekimbia. Adamu aliondoka kwa sababu amekosea. Na ndio maana Mungu akamuuliza, "Je, umekula wewe matunda niliyokuambia usile?" Je, umekula matunda niliyokuambia usile? Hilo ndio swali la Mungu alilomuuliza Adamu. Baki na sisi hapo, dondosha comment katika comment section
yako, tutaizisoma komenti zote zinazoanguka hapo. Lakini pia kama una uhitaji wa mchungaji, una uhitaji wa mtumishi wa Mungu, yupo hata hudumu na wewe.